Tuangalie kinachoendelea huko New York katika Baraza Kuu la Umoja Mataifa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameliambia Baraza Kuu hilo la Umoja Mataifa leo kwamba Israel ni lazima imalize kazi yake iliyoianza ya kulitokomeza kundi la Hamas huko ukanda wa Gaza. Ameapa kwenye hotuba yake huku akiwa na ghadhabu kwamba kamwe haturuhusu kuanzishwa taifa huru la Palestina, akituhumu mataifa ya Magharibi kwa kulimaliza taifa la Israel na kuwapa zawadi wanamgambo wa Hamas. Lilian Mtono amefuatilia taarifa hiyo. Please order in the hall. Please order in the hall. Ndivyo mambo yalivyokuwa wakati waziri huyo mkuu alipoanza kutoa hotuba na idadi kubwa ya washiriki walianza kutoka nje. Wakati kiongozi huyo wa Israel akizungumza, kulisikika kelele karibu na eneo la ukumbi. Ujumbe wa Marekani unaomuunga mkono Netanyahu katika kampeni yake dhidi ya Hamas ulikuwa umetulia tuli. Mataifa machache makubwa yaliyohudhuria kama Marekani na Uingereza hayakupeleka maafisa wake waandamizi ama mabalozi wao, na badala yake viti vyao vilijaa maafisa na wanadiplomasia wa ngazi za chini. Netanyahu akasema hivi, na hapa namnukuu: viongozi wa Magharibi wanaweza kukubaliana na mashinikizo, lakini ninawahakikishia kitu kimoja, Israel kamwe haitakubali. Ametumia jukwaa hilo kuyakosoa vikali mataifa ya Magharibi kwa kulikumbatia suala la utaifa wa Palestina na kuyatuhumu kwa kubadilika ghafla kufuatia mashinikizo kutoka kwa wanaharakati na wengine wanaoishutumu Israel kwa uhalifu wa kivita dhidi ya Wapalestina huko Gaza. Mbele ya hadhara hiyo, Netanyahu pia hakusita kuzikosoa vikali hatua za mfululizo za kidiplomasia zilizochukuliwa na washirika wakuu wa Marekani ambazo zimeongeza kutengwa kwa Israel kimataifa kutokana na jinsi inavyoendesha vita dhidi ya wanamgambo wa Hamas huko Gaza, vita ambavyo sasa vina karibu miaka miwili. Ameangazia hatua zilizochukuliwa na viongozi wa Ufaransa, Uingereza, Australia, Canada na mataifa mengine ya kulitambua taifa la Palestina na kusema wamefanya hivyo licha ya unyama uliofanywa na Hamas Oktoba 7 mwaka 2023 ambao ulisifiwa sana na karibu 90% ya watu wa Palestina. Unajua viongozi waliotambua taifa la Palestina wiki hii walituma ujumbe gani kwa Palestina? Ni ujumbe wa wazi kabisa kwamba ni sawa kuwaua Wayahudi. Huku mataifa mengi zaidi yakijiunga kwenye orodha ya wanaoitambua rasmi Palestina kama dola huru, serikali ya mrengo wa kulia ya Israel imetoa tamko kali kabisa kwamba hakutawahi kuwepo taifa la Palestina, huku ikiendeleza vita dhidi ya Hamas. Hadi sasa Israel imewaua Wapalestina zaidi ya 65,000 wa Gaza, hii ikiwa ni kulingana na maafisa wa afya wa Gaza, huku eneo hilo zima likiwa limegeuzwa magofu. Mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC tayari imetoa waranti wa kukamatwa Netanyahu kwa madai ya uhalifu wa kivita huko Gaza. Israel lakini inapinga mamlaka ya mahakama hiyo, na yeye mwenyewe anakanusha kufanya uhalifu wa kivita, na hii leo alikosoa kile alichokiita mashtaka ya uongo ya mauaji ya kimbari. Na msikilizaji, huyo alikuwa ni Lilian Mtono. Ni kukumbushe tu kwamba mpaka hivi sasa ni mataifa takriban 157 kati ya 193 yaliyotangaza kuitambua taifa huru la Palestina. Zaidi ya watu 20 wameuawa kwenye ukanda wa Gaza ndani ya kipindi cha masaa 12 yaliyopita kufuatia mashambulizi ya Israel, wakati Umoja Mataifa ukitangaza na kuzituhumu kampuni zaidi ya 150 kutoka mataifa ya zaidi ya 10 kuhusika na kufaidika na kile unachosema ni uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu katika ardhi ya Wapalestina. Mohamed Khelef na mengi zaidi. Idara inayohusika na ulinzi wa raia kwenye ukanda wa Gaza imesema kuwa watu 22 wameuawa tangu alfajiri ya leo, wakiwemo 11 kwenye jiji la Gaza, huku taarifa ya jeshi la Israeli ikisema vikosi vyake vya anga vimeshambulia maeneo zaidi ya 140 kwenye ukanda huo. Picha za video kutoka shirika la habari la AP zinaonyesha majengo yaliyoharibiwa vibaya kwenye kambi ya wakimbizi ya Al-Shati karibu na jiji la Gaza. Kwenye mkanda huo majengo yanaonekana yakiwa yamebiruliwa juu chini chini juu, huku watu wakiwemo msichana mmoja asiyekuwa na viatu wakisaka manusura na mali zao kwenye vifusi vya majengo hayo. Akizungumza akiwa kwenye mojawapo ya majengo hayo yaliyoporomoshwa mchana wa leo, Abdallah Majidalawi ambaye ni mfanyakazi wa idara ya ulinzi wa raia ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba kinachoshuhudiwa kwenye jiji la Gaza ni mauti na uharibifu tu.
Uharibifu huu unaendelea kwa majengo mengi ya raia. Hadi muda huu, wafanyakazi wa ulinzi wa raia wanaendelea kuwaokoa manusura. Hadi hapa, shahidi mmoja na majeruhi 3 wamepatikana kwenye jengo hili. Bado tunaendelea kuwatafuta waliopotea na majeruhi walio chini ya jengo hili. Hayo yakijiri, Umoja wa Mataifa umetangaza hivi leo orodha ya kampuni 158 kutoka mataifa 11 ambazo zimekuwa zikiendesha shughuli zao ndani ya ardhi za Palestina wakati huu mashambulizi ya Israeli yakiendelea. Mkuu wa kamisheni ya haki za binadamu ya umoja huo, Volker Turk, amelani kile alichosema ni uhalifu wa kivita na sera ya makazi ya walowezi ya Kiyahudi kwenye ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu na Israel. Kampuni kubwa kama vile Airbnb, Booking.com, Motorola Solutions na TripAdvisor zimeendelea kusalia kwenye orodha hiyo, huku kampuni nyingine kama vile Alstom na Opodo zikiondolewa. Nyingi ya kampuni hizo zina makao yake ndani ya Israeli yenyewe, lakini pia ziko zenye makao yake makuu nchini Canada, China, Ufaransa, Ujerumani, Luxembourg, Uholanzi, Ureno, Uhispania, Uingereza na Marekani. Ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa leo mjini Geneva inazitaka kampuni hizo kuchukua hatua mwafaka kushughulikia athari za ushiriki wao kwenye uvunjaji wa haki za binadamu, ikiwemo kulipa fidia na kutoa ushirikiano kwenye uchunguzi dhidi yao. DW tunavuma kwa kishindo. Na huko pwani ya Kenya, kugunduliwa sehemu za miili ya watu na mifupa iliyotawanyika katika kijiji kimoja ni jambo lililozua hofu kwamba imani potofu ya kidini ya madhehebu yenye utata yaliyowalazimisha watu kufunga hadi kufa huenda ikawa bado inaendelea licha ya operesheni kubwa ya polisi ya kuzuia kuendelea kwa imani hiyo. Mamia ya wafuasi walikufa mwaka 2023 chini ya madhehebu ya mtu aliyefahamika kama mchungaji Paul Mackenzie, na raia wanawalaumu viongozi wa Kenya kwa kusita kuweka sheria kali zaidi kwa makanisa na madhehebu yenye ushawishi mkubwa kwa hofu za kisiasa. Wakio Mbogo anayo taarifa kamili. Miaka 2 iliyopita, uchunguzi kuhusu kile kilichojulikana kama mauaji ya msitu wa Shakahola ulifichua imani potofu na mbaya kabisa kuwahi kutokea duniani iliyosambazwa ndani ya nchi ya Kenya kutoka katika eneo lenye fuo nzuri kwenye ukanda wa pwani. Takriban miili 450 iligunduliwa katika makaburi ya watu wengi wao wakiwa na njaa hadi kufa, ingawa baadhi wakiwemo watoto walinyongwa, kupigwa na kukosa hewa. Kiongozi anayedaiwa kuendesha dhehebu hilo aliyekuwa dereva wa teksi wa zamani na kujitangaza kama mhubiri, Paul Mackenzie, anadaiwa kuwasukuma wafuasi wake kufunga kula ili wakutane na Yesu, huku akitumia walinzi kuhakikisha hakuna aliyeondoka msituni akiwa hai. Alipokamatwa pamoja na wengine kadhaa, mamlaka zilidhani tishio limekwisha. Lakini Julai mwaka huu, polisi walianza kugundua tena miili katika kijiji kingine kilomita 30 pekee kutoka Shakahola, Binzaro, kitongoji chenye kaya 140 na duka moja pekee, eneo lisilo na maji ya bomba na ambalo wageni huonekana mara chache. Sasa limezungukwa na utepe wa manjano wa polisi baada ya maafisa kufukua miili 34 na sehemu 102 za miili zikiwa katika hali tofauti ya kuoza. Victor Kaudo, mkuu wa kituo cha haki za binadamu cha jamii ya Malindi na mmoja wa waokoaji wa mwanzo, aliliambia shirika la habari la AFP kwamba kuna makaburi mengi sana. Anaamini miili mingine bado inaweza kupatikana Binzaro na polisi wameacha kuchimba kwa sababu hifadhi ya maiti imejaa. Polisi walipata taarifa kuhusu vifo vipya baada ya mwanamume mmoja ambaye sasa yuko chini ya ulinzi kutoroka na kuipigia simu familia yake akisema baadhi ya watoto wake walikuwa wamekufa. Wakazi wanahofu kwamba dhehebu la Mackenzie liliendelea hata alipokuwa akikabiliwa na kesi Mombasa, alikokanusha mashtaka ya kuua bila kukusudia. Polisi waliwakamata watu 11 Binzaro, angalau 4 kati yao wakiwa sehemu ya dhehebu la Shakahola na ambao wamewapoteza watoto huko, kulingana na stakabadhi za mahakama zilizoonwa na AFP. Kaudo anasema wanasiasa hawataki kuweka kanuni kali dhidi ya dini ambazo zina ushawishi mkubwa wa kisiasa nchini Kenya. Anasema wanafikiria tu Wakenya wengi ni Wakristo, wakidhibiti makanisa ni nani atakayewapigia kura? Simon, mkazi mwenye umri wa miaka 32, akitoa jina lake la kwanza pekee kwa hofu ya kuhusishwa na kesi hiyo, pia anasema wanahofu kwa sababu kulikuwa na Shakahola ya kwanza, kisha Shakahola ya pili na sasa kutakuwa na Shakahola ya tatu. Wakazi wa eneo hilo waliambia AFP kuwa hawakujua chochote kuhusu dhehebu hilo, lakini wanaamini makundi kama haya huvutiwa kwenda huko kwa sababu kuna ardhi nyingi tupu ambayo mara nyingi huuzwa na madalali wa hila wasiouliza maswali mengi. Bila mpango thabiti wa kuikabili misimamo mikali, Kaudo alisema vifo vitaendelea. Ni